Wakili Dickson Matata. Leo niko Mahakama Kuu Kanda ya Kigoma, ambapo pia kama unavyofahamu ni kituo jumuishi chenye mahakama ya hakimu mkazi pia hapa Kigoma. Nimekuja kwa ajili ya kesi iliyokuwa inawakabili viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakiwa pamoja na wenzao, mwenyekiti wa chama anaitwa Mzee Bujoro pamoja na mwenyekiti, huyu ni mwenyekiti wa mkoa, lakini pia pamoja na mwenyekiti wa wilaya anaitwa Fanuel Kisabu. Hawa kwa pamoja walikamatwa kwa tarehe tofauti mwezi wa 11. Mmoja alikamatwa tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025 na mwingine alikamatwa tarehe 16 mwezi wa 11 2025. Na wakati wanakamatwa walikamatwa kwa makosa ya uchochezi, lakini baadaye walipowafikisha huku walibadilisha makosa na kuwa makosa ya kiugaidi, yani kula njama au kupanga kuingiza silaha kutoka nchi jirani kwa ajili ya kuleta vurugu nchini. Sasa mashtaka haya yalikuwa hapa kwa ajili ya usikilizaji wa awali, tunaita komito, katika mahakama ya hakimu mkazi Kigoma, na ni siku sasa karibia ya 76 wakiwa ndani, na kila baada ya siku 14 kwa sababu walikuwa ndani ilikuwa ikija kutajwa. Leo baada ya jitihada za mawakili, mimi pamoja na wenzangu Thomas Msasa ambao walikuwa kila siku na Galubindi walikuwa wanakuja kwa ajili ya kuhakikisha watu hao wanapata haki yao, mahakama imeamua na kupitia mawakili wa serikali kuliondoa shtaka hili. Kwa hiyo ninapozungumza sasa hivi wako huru, isipokuwa upande wa serikali wanawahitaji kesho kwa ajili ya kuwasomea maombi ya kisheria yanayoitwa binding order. Binding order ni yale maombi ambayo unasomewa kwamba kwa muda fulani tangu leo, labda mwaka, utakiwi kufanya kosa lolote. Kwa hiyo wameachiwa kwa lile kosa la ugaidi ambalo lilikuwa halina dhamana na ambalo ni kosa kubwa kama mnavyofahamu, lakini kesho tutawaleta hapa saa 3 kwa ajili ya kusomewa hiyo binding order, na watadhaminiwa na mdhamini mmoja ambaye atakuja na kitambulisho pamoja na barua ya mtendaji, kisha wataenda kuendelea na maisha yao. Sasa niseme kitu kimoja. Leo wametoka, lakini wamepoteza siku 76 wakiwa ndani kwa makosa ambayo wote hapa tunafahamu kwamba hawakuweza kuyafanya. Kitendo hiki si kizuri kwa nchi, kwa wananchi wenyewe, lakini pia hata nje ya nchi. Kuweka makosa ya ugaidi ni kuitangaza nchi vibaya. Tunapoteza watalii, lakini pia tunajenga picha mbaya kwa kimataifa kwamba sisi tuna ugaidi ndani ya nchi yetu. Nitoe rai kwa vyombo vya dola na hasa waendesha mashtaka na polisi. Si vyema kuwa wanafanya kitu kama hiki kwa watu ambao wana uhakika hawajafanya vitu kama hivi. Asante.